Kitu gani kimekushughulisha wewe ukajenga vita na Mola wako, ukamkimbia Mola wako? Huyu Mungu hukimbiwa ama hukimbiliwa? Manake utamkimbia uende wapi kwenye dunia yake? Mimi na matatizo bwana, matatizo yamekuwa. Sasa ukiwa na matatizo, aliyesababisha hayo matatizo na anayeweza kuyaondosha hayo matatizo ni nani? Mbona umkimbie uende kwenye maskani ya jaba na gati na pombe, eti nina dhiki nitaka nzitoe, badala ya kumrudia yule Allah umwambie, ya Rab, niko kwenye dhiki hii na sina pa kukimbilia isipokuwa kwako, Mungu niondoshe dhiki. Ya ayuha al-insan, ewe mwanadamu, ma gharrak birabbika al-karim, kitu gani hasa kimekughuri wewe ukamwacha Mungu wako mwenye sifa hiyo Karim? Swali hii ndugu zangu si ya makafiri peke yake. Maana Mwenyezi Mungu asema ya ayuhal insan, ewe mwanadamu. Hii ni swali ya kila mwanadamu aliyeijua haki kisha akaidharau. Ni swali ya kila mwanadamu aliyejua haram kisha akawajasiri wa kutenda ile haram. Ni mwanadamu alijua munkar kisha akauzoea. Faman ladhi gharrana billah, kitu gani ndugu zangu kimetughuri sisi na kimetudanganya kwa Mungu wetu? Yani tuna nini sisi na Mungu wetu? Ndugu zangu Waislamu, akramahu Allah, Mwenyezi Mungu amemtukuza mwanadamu, walaqad karramna bani adam, lakini mwanadamu akajitweza, akajiangusha. Allah subhanahu wa ta'ala akamstiri, akaenda akajiumbua. Allah subhanahu wa ta'ala akampa muhula, akaghafilika, akawa jeuri. Yuko tayari sio tu kufanya dhambi, bali kuitangaza ile dhambi na kutaka na wengine pia waingize kwenye ile dhambi, bila ya kuogopa matokeo yoyote. Kama huogopi kwamba mtafanya na hakuna lolote, ukisema hakuna lolote wamaanisha nini? Mungu hakupati, hufi, hurudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha al-insan, ma gharrak birabbika al-karim.